Naitwa Profesa William Amos Palanjo, ni mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania, pia inayojulikana kama Tanzania Institute of Accountants, na leo tupo pia kwenye maonesho ya Sabasaba, na nitumia fursa hii kuwakaribisha sana kwenye maonesho ya Sabasaba, hasa kwenye banda letu la TIA ambalo linapatikana kwenye banda kubwa la Wizara ya Fedha. Kuna mambo mengi ya kujifunza kwenye banda letu, zikiwemo kozi mpya ambazo tumeanza kuzitoa hasa baada ya watu wetu wengi kutuuliza, na tumeamua kuzitoa sasa. Ni vizuri kila mtu akafika akaona kozi ambayo inafanana na anachohitaji kusoma. Lakini pia tunatoa huduma za ushauri wa kitaalamu, yani consultants, kwa mtu yeyote ambaye anahitaji kusaidiwa utaalamu wa jinsi ya kuweza kufanya biashara, lakini pia na kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, anakaribishwa kwenye banda letu. Kadhalika tuna fursa za short courses au kozi za muda mfupi ambazo una uwezo wa kujiunga nasi tukakupa fursa ya kujifunza, na uzuri wa kozi hizi ni kwamba tunazitoa pia nje ya nchi. Kwa hiyo mnaweza mkakusanyana kundi la watu wachache, tukawapa wataalamu na kuwapeleka nje, pia mkapata nafasi ya kupata exposure ya nini kinachoendelea kwenye nchi nyingine. Ni vizuri pia mkatutembelea muweze kuona, hasa wale wahasibu na watu wa procurement ambao wanahitaji kufanya mitihani ya review, waweze kupata maelekezo ya ni sehemu gani ambayo wanaweza kuja kufanya review courses, hasa kwa wale ambao wana interest ya kupata CPA na CSP. Kuna mambo mengi. Kwa uchache tu nitumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa Dar es Salaam na maeneo jirani waje watutembelee kwenye banda letu la Sabasaba ili waje wajifunze zaidi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania imekuwa inashiriki miaka yote kwenye maonesho ya Sabasaba, lakini kwa mwaka huu tumeongeza nguvu zaidi kwenye maeneo ya ubunifu, lakini pia na kozi mpya, hasa maeneo ya ujasiriamali. Ni eneo ambalo wananchi wamekuwa wanaulizia mara kwa mara. Wote wanafunzi lakini pia na watu wazima wanahitaji wajue zaidi kuhusu masuala ya ujasiriamali na uendeshaji wa biashara. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tumeyazingatia sana kwenye maonesho ya mwaka huu. Taasisi yetu ni taasisi ya mafunzo, na katika vitu ambavyo tunavifanya kwa wingi, moja kwanza ni kuandaa vijana ambao ndio watakaoweza kutupeleka kwenye dira ya 2050. Lakini pili, tunatoa mafunzo pia kwa wafanyakazi ambao ndio watekelezaji wakuu wa dira hii ya miaka 50. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo tunavifanya. Lakini kadhalika niseme tu kwamba kwenye kutekeleza dira kuna yale maeneo ambayo ni ya kitaalamu zaidi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna maeneo ambayo wananchi wanahitaji kupata maelekezo au ushauri wa kitaalamu, na banda letu ndio mahali sahihi pa kuweza kuelekezwa mambo yote yanayohusiana na ushauri wa kitaalamu.